Kibinadamu msiba kama msiba unauma kwa namna yote ile. Hauwezi kusema kwamba nafurahia msiba huu utokee ili utonge wimbo. Msiba unauma, ila mimi Mwenyezi Mungu tu naisha sema sana. Mwenyezi Mungu amenipa karama mimi ya kuwa na uwezo wa kutunga nyimbo za kuponya. Mimi sio mtunzi kabisa wa nyimbo za mapenzi, sijui nyimbo za kawaida hizi. Ni kitu ambacho nisha declare, na mimi nyimbo zangu zote ambazo watu wanazijua zimeandikwa na watu na walipa watu wanaandika, lakini when it comes kwenye nyimbo za huzuni, nyimbo za kumfanya mtu atulize mawazo, hivyo ni vitu vyangu ambavyo najijua nina uwezo navyo sana, kwa sababu pia nina uwezo wa kutunga hata wimbo wakati naimba. Yaani naimba huko natunga na naimba hapo hapo. Ni kitu ambacho ninacho. Kwa hiyo binafsi sioni kama kuna kitu cha kutoshea kumwambia mfiwa ajisikie nafuu baada ya kufiwa. Hata umpe pesa kiasi gani, hata umpe mali kiasi gani, hata watu waje maelfu kwa maelfu, mfiwa akishafiwa hakuna kitu kingine cha kumponya zaidi ya kumsindikiza katika majonzi yake yale na kumuonyesha kwamba duniani tunapita. Kwa hiyo mimi naamini rambi katika wimbo ndio inafika zaidi kwa mfiwa na kumponya kuliko hata material, vitu vinavyoonekana. Kwa hiyo binafsi naonaga rambi yangu ya kwanza kwa mtu aliyefiwa ni kumtungia wimbo. Na watu wamekuwa wakisema kwa nini viongozi, kwa nini watu maarufu, kwa nini sio kila mtu anafanya hivi vitu? Sifanyi kwa sababu ninakurupuka tu. Lazima of course wanafamilia wanakuwa wanaomba, bwana tunaomba tupate wimbo wa kumponya mtu. Mtu akifanya akinicheki nikifanya na bado tena kuna watu wengine wanafikiri ni biashara. Mimi sifanyi biashara. Hii ni rambirambi tu. Sidhani kama mtu unaweza ukapeleka rambirambi kwa mtu ukaomba rambirambi tena. Kitu ambacho ni sio sawa. Kwa hiyo tunafanya, lakini pia ni matakwa ya familia au wahusika wanakuwa wametaka, tunawatengenezea. Lakini pia tusisahau hawa ni viongozi wetu ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa kwenye jamii yetu, wamefanya mambo makubwa. Ukifuatilia waliofanya, wameacha alama kwenye mitaa yetu. Kwa hiyo unapoaga kwa heshima inapendeza. Kwa hiyo nafikiri kuna ugumu mkubwa wakati wa kuzifanya, lakini kwangu inakuwa ni rahisi kwa sababu ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amenipa, nakifanya vizuri na nakitumia. Kwa hiyo mimi naona ni sawasawa tu kuhudumia watu, kuwaponya na kuweka historia katika mioyo yao. Katika kitu ambacho mimi nimesha hapa kutokufanya ni kufuta comment mbaya. Yaani mimi hata posti zangu zote naweza nikaposti. Kwa mfano hata posti hii ya wimbo niliotoa mheshimiwa, 98% ni watu wanatukana, lakini sija kufuta hata moja. Hao ndio binadamu. Hakunaga binadamu watakao kusifia tu kila wakati, wako watakao disi. Ndio tulioumbwa hivyo, na wale watu tunatakiwa wawepo ili kutupa motisha ya kufanya zaidi. Hakuna wimbo limetengeneza wa majonzi watu wakaacha kudisi, lakini sitoacha kwa sababu naamini wale wanaotokana ni wengi, lakini wafiwa wanaguswa na wanaona nimewagusa na nimewafariji, kitu ambacho ndio malengo yangu. Malengo yangu sio kuwaimpress watu wote mitandaoni, hapana. Malengo yangu ni kwamba wale wafiwa waguswe na rambirambi yangu.